Tasnia ya uigizaji kiujumla imepata pigo kubwa sana baada ya kuondokewa na Said Kibole ambaye alikuwa ni mzee mmoja ambaye alikuwa maarufu sana. Hadi hivi sasa ameweza kufariki dunia kuamkia usiku wa leo. Mzee Kibole ni mwenye asili ya Kigoma ambaye kwa sasa alikuwa akiishi Dar es Salaam, ambapo alianza kupata umaarufu mkubwa sana mapema mwaka huu 2026 baada ya video yake ilikuwa kimuonyesha akiimba kwa hisia nzito sana huku akitoka machozi katika wimbo ambao unafahamika kwa jina Nisamee wa Diamond Platnumz na kuweza kusambaa kwa kasi sana kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo TikTok, Instagram pamoja na Facebook, ambapo iliibua hisia nzito sana. Mzee huyo amefariki dunia, mwenye kati ya huzuni sana ambayo imetufika. Basi nikusii hakikisha unabonyeza neno subscribe, kisha usisite kumwombea hapo mziki kwa amani kwenye comment hapo, muombea hapo mziki kwa amani. Lakini pia nitakufahamisha chanzo cha kifo chake, lakini pia nitakujuza vitu vingi sana ambavyo ulikuwa uvifahamu. Nikualike tu na nikwambie tu kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe. Sasa Mzee Kibole ambaye hadi hivi sasa ni marehemu, ambaye alikuwa na uhusiano wa karibu sana na Diamond Platnumz, ambaye pia ndiye aliyehusika katika uwasilishaji wa taarifa hizi, na mara tu baada ya kuweza kupigiwa simu, kwa upande wake binafsi alielezea kwamba taarifa hizo ni za kweli, lakini kwa sasa bado hawezi kuongea vitu vingi sana na zaidi, lakini mwisho siku ndio hivyo. Kwa upande wake binafsi alieleza kwamba usiku wa jana aliwasiliana naye na alikuwa vizuri kabisa, lakini cha ajabu ni kwamba amefariki dunia usiku wa kuamkia leo, kitu ambacho kimewashangaza wengi sana. Mzee Said Kibole alipata umaarufu sana kutokana na video zake ambazo alikuwa akishiriki, lakini pia alikuwa ni mwigizaji wa tasnia ya filamu, lakini pia ameigiza movie yake pia ambayo ipo YouTube inapatikana kwa jina la Mzee Kibole ameigiza Mlindani. Sasa historia iliyomfanya kuwa katika kazi mbalimbali za Diamond Platnumz ilikuwa ni moja kati ya nyimbo iliyokuwa maarufu sana, nyimbo ya Fala ambayo ilisababisha aweze kuwa maarufu. Sasa kifo chake kimeibua simanzi kubwa sana miongoni mwa mashabiki wengi sana. Kiukweli kama ni miongoni mwa watu ambao umekuwa ukimsikiliza, bila shaka lazima upate simanzi kulingana na hali halisi ilivyokuwa. Sasa miezi ya mwisho maisha yake ya Mzee Kibole yalikuwa kidogo hayako sawa. Miezi kadhaa iliyopita pia alikuwa katika hali ambayo pia alishiriki pia baadhi ya mashindano kama vile Mzee Kibole alishiriki katika TCB Sellers Marathon, lakini pia ilifanyika Morogoro. Pia alishiriki kwenye maeneo mbalimbali na alikuwa akitembelea maeneo mbalimbali. Sasa tatizo ambalo lilikuwa linaelezwa kwamba alikuwa na msongo wa mawazo, kitu ambacho kilikuwa kinasababisha hali yake ya kiafya isiwe vizuri na isiwe sawa. Kwa hivyo kutokana na hapo na hiyo msongo wa mawazo ambao umekuwa ukimsumbua, basi imeweza kupelekea kifo chake ambacho utaratibu wote utatangazwa, lakini pia mimi nitakuwa nikikufahamisha kile kinachojili. Kitu cha msingi tu hakikisha unabonyeza neno sasa, lakini pia nitakuwa nikikufahamisha kutokana na kile kinachoendelea, hasa chanzo cha kifo zaidi au sababu zingine zaidi tofauti na hizi. Lakini sababu kubwa ni kwamba amefariki usiku wa kuamkia leo, na chanzo kikubwa ni msongo wa mawazo ambao ulikuwa ukimsumbua siku kadhaa zilizopita, ambapo haijafahamika bado ni kipi hasa ambacho kilikuwa kinamsumbua sana. Lakini yote hao nitaendelea kufahamisha, licha ya kwamba taarifa hizi bado ni za moto kweli kweli, ambazo zimeanza usiku wa leo kuwa zinasambaa kwa kasi sana. Kwa hivyo tuzidi kumwombea hapo mziki kwa amani mzee wetu Mzee Kibole.